Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 23 za mwezi wa 8 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Hizi mapigano yazidi kuwa makali kati ya M23 dhidi ya Wazalendo. Beni, zaidi ya familia 30 za ADF wakamatwa, huku pia ndani ya jiji la Goma Erasto Msanga avunja ukimya kwa kutangaza rasmi Kivu ya kusini na kaskazini ni upande wa M23. Kinshasa, ukweli wa vita ya Kongo, raia wasimame ili kuweza kutetea taifa lao wenyewe. Huko nasikiza haya matangazo ya Amka na Baraka1 TV kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vile usikose kuungana na sisi kwenye operation Saidia Muzalendo, na hata pia kuendelea kufuatilia matangazo yetu kupitia Mwangaza TV. Tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya kusini, ndani ya tarafa ya Fizi, Mwenga pamoja na Itombwe. Mapigano makali yazidi kuwa magumu kati ya M23 dhidi ya Wazalendo, huku wakisaidia na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano ya makundi yameweza kuripotiwa tarehe 22 za mwezi wa 8 2026 ndani ya sekta mbalimbali huko milima ya Nyanja ya Juu tarafani Fizi, jimboni Kivu ya kusini. Kutokana na ripoti kutoka katika hayo maeneo, inasema ni kwamba silaha nzito pamoja na nyepesi pia na milipuko ya mabomu ya kurushwa yameweza kusikika takriban maeneo ya Abwela, ndani kabisa ya zone ya Mbukuma, huku ikiwa ni kati ya M23 na magaidi wa Twirwaneho Red Tabara wakitongana na Wazalendo pamoja na FARDC. Vyanzo hivyo pia vinasema ya kwamba mapigano yameripotiwa maeneo hayo, huku ikiwa ni shida kubwa kwa raia ambao wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo mazito. Mapigano mengine pia yameripotiwa maeneo ya Wangolube, ambako vile majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kutongana dhidi ya muungano wa Twirwaneho Red Tabara ambao wanashirikiana na M23 wanaosaidiwa na jeshi la Rwanda. Vyanzo hivyo kutoka milima ya Nyanja ya Juu vinasema ya kwamba mapigano mengine pia yamesikika maeneo ya Lusoko, Abwale, Angole, yote hiyo ikiwa ni dhidi ya magaidi wa M23 ambao wako wanatongana na Wazalendo wanaosaidiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka kuamkia leo hii tarehe 23, hali bado imeonekana kuendelea kudorota katika hayo maeneo. Vile vyanzo vinasema ndege zisizokuwa na rubani za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeweza kushambulia ngome nzito za magaidi wa M23 muungano wa Twirwaneho, na hivyo kuweza kuwapa hasara kubwa kwenye uwanja wa mapigano. Mapigano hayo yamejitokeza wakati M23 walijaribu kuzivamia upya ngome za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo, na bila mafanikio. Kwa sasa Wazalendo na FARDC wanatumia kuweza kuzuia mashambulizi yoyote yanayoanzishwa na magaidi wa M23, huku mapigano mengine yakiwa yanaripotiwa pembezoni kabisa mwa Minembwe. Wazalendo wana lengo la kuweza kudhibiti moja kwa moja Minembwe na kuachana na tabia ya kujilinda. Badala yake wanatakiwa wao wenyewe waanze sasa kuanzisha mashambulizi dhidi ya makundi ya M23. Maeneo mengine pia ni maeneo ya Mukoko pamoja na maeneo ya Nyamubuguma, ambako Jumamosi ya tarehe 22 ndege zisizokuwa na rubani zilishambulia hayo maeneo
na hivyo kuwapa hasara kubwa magaidi wa M23. Wazalendo bado wanaendelea kuwahimiza raia wanaokuwa na moyo wa huruma na moyo wa kusaidia kuendelea kuwasaidia katika operesheni zozote wanazozitaji ili kuweza kujikimu huko kwenye uwanja wa vita. Kwa sasa wazalendo wanakuwa na ugumu wa kupata chakula pamoja na mahitaji muhimu kwenye uwanja wa mapigano, ikiwemo pia dawa, na hivyo wanawashukuru yeyote ambaye yuko anajitolea kwa chochote kidogo kuendelea kuwasaidia, maana kuiba ni dhambi na kuiba pia ni kero, lakini unapojitolea unakuwa unaweza kusaidia taifa na pia kuendelea kusaidia uzalendo, amesema kamanda Dawa ya Panya kutoka movement ya APC inaongozwa na Bwana General James Fieka Adui. Tunawasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani na tumaini mpo salama. Na sisi tuko salama, tunashukuru Mungu kwa neema yake mwenyewe anatupatia tena nguvu na uwezo wa kufika mida kama na hii. Ninasalimu kila Mkongomani kwa jina lake. Ni wenu komanda d'operation wa mouvement ya APC inaongozwa na yeye kamanda General James Fieka Adui. Ninashukuru sana wa ndugu zangu. Nilitaka niwajulie hali kwa magharibi ya leo, na tunaendelea tena kushukuru kwa kila Mkongomani mwenye anaendelea kutukumbuka. Ijapokuwa wanaanza kusema ninatuma kaloko kwa ndugu wenyewe wanachitosha kufa juu yetu. Vraiment hiyo 2000 hiyo 1000 francs yenyewe mnatusaidia, tunashukuru nayo. Olea kuiba mimi wanakupatia ni jambo la maana sana na ni baraka. Kwa sababu ile baraka yenu wakati mnatusaidia na sisi tuko tunafurahi, na ile tamaa kusema Sudan ndafanya na desordre hatuwezi kuapuye, tunaweza kumpiga sana. Pourquoi anafanya kitu akimerite mkazi ya armée yetu. Mzalendo wa zamani anampasha kwa different. Kama tulikuwa na karakteri ya zamani ya mubaya, leo tukue model. Kama tukofa tukisikia njala zamani ifo tukamate ngombe tukule, ya leo tukue model. Hatutapenda mtu aibe kwa mtu, tunategemea paka ule mtu naenda iba ndio mtu watakusaidia tena kesho. Paske tumbu airizikaki. Na wewe zaenda na silaha naenda kuiba ngombe kule na kuya naikula hapa. Kesho yake wasoda watasikia tu njala. Ile ngombe itaisha na mwisho ule mtu petati kwa mwenyewe naiba kitu kyake anakusaidia kesho. Ndio ile vraiment. Ningeshukuru sana wa ndugu zangu kwa ile tu jitihada mko anaendelea kutuonesha na mapendo na effort yenyewe mko anaendelea kutuonesha kwa kongana namna kutusaidia. Msivunjike moyo kwa kweli. Tunaomba tu vraiment kwa mapendo yenu muendelee tunayo siku zote, na Mungu atatubariki na nchi yetu haitagaburiwa jamais, na wakati tunajitosha kwa kufia hii nchi. Ninashukuru wa ndugu zangu na Mungu awabariki sana. Ni wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake, komanda Dawa ya Panya. Baada ya taarifa hizo kutoka tarafani Fizi, Mwenga, Uvira, Itombwe jimboni Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuingie moja kwa moja jimboni Kivu ya Kaskazini, Beni. Zaidi ya familia 30 ya ADF wakamatwa, huku pia Erasto Musanga avunja ukimya kwa kutangaza Kivu ya Kusini na Kaskazini kuwa upande wa Rwanda. Taarifa kutoka ndani ya Kivu ya Kaskazini tarafani Beni ni kwamba familia zaidi ya 13 ambazo zinashukiwa kuwa ni za magaidi wa ADF zimeweza kukamatwa na vikosi tihifu kwa serikali, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, na hivyo kuweza kuwaweka nguvuni ili kuweza kutoa taarifa ya wapi vijana wao waume zao wanapatikana. Familia hizo zimekamatwa kwenye kipori cha maeneo ya Beni ambako familia hizo zilikuwa zimejificha, huku zikisadikika kuwa ndizo zinazotoa taarifa mara kwa mara kwa wanaume wao wanaosababisha mauaji na kuleta athari kubwa ndani ya maeneo ya Beni, maeneo ya Mambasa na hata pia tarafani Njugu na sehemu mbalimbali huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako kuna tishio kubwa la magaidi wa ADF. Kwa sasa familia hizo zimeweza kuwekwa chini ya ulinzi na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
huku wanajeshi wengine pamoja na wazalendo wakizidi kuingia porini kusakana na magaidi wa ADF NALU ambao wanaleta hatari kubwa jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na jimboni Ituri. Tukiingia moja kwa moja ndani ya jiji la Goma ambako Erasto Musanga, gavana wa M23, ametoa kauli ambazo zimewagusa wakongomani wengi, na kuivwa wakongomani kuweza kuambizana kuna ulazima wa kuungana kwa pamoja ili kuweza kupinga kauli hizo za Erasto Musanga. Erasto Musanga tarehe 22 za mwezi wa 8 2026 ndani ya jiji la Goma mbele ya watu. Erasto Musanga Bahati alisema ya kwamba Alliance Fleuve Congo M23 ipo kwa ajili ya mipango ambayo ni thabiti kabisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kijana huyo anafanya kazi kwa uaminifu kwa ajili ya Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame. Amesema ya kwamba vita kwa sasa ni kuweza kukamata Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, kuweza kuziweka kuwa kama vile ardhi ya Rwanda, na siku zinazokuja Kinyarwanda ndiyo lugha ambayo italazimika kuongeleka kote jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini, na vile vile lugha ya taifa ya Kongo itapigwa marufuku kuanza kusikika kote kwenye shule na sehemu mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Kauli hizo zimeweza kuwakera wakongomani wengi, na hivyo kuhitaji wakongomani wote kwa pamoja kushirikiana ili kuweza kupingana na kauli hiyo. Kauli nyingine ni kwamba kwa sasa wakongomani wameweza kuungana kwa pamoja na kutoa mapendekezo ya muhula huu wa masomo wazazi wanatakiwa kutokuwapeleka watoto wao shuleni, ikiwa ni alama ya kuonyesha ya kwamba hatukubaliani kabisa na uwepo wa magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Tukifichika kweli tuko tunakuwa kama vile tuko tunaprie aba bwana mubetizi. Lakini wakati unaambia mtu kweli inamzingua, musingizi alikuwa analala, analamuka anashukua sasa, hii inaweza kuwa reality. Unaona ukweli ya mtu anasema, unaikazia kwa kuichambua mzuri, kwa kuifanyia uchambuzi mzuri, mwingine naye mpaka aisikie. Kama naenda kusema vile, nawaambia hivi, kupendekezo yangu ya kwanza ni ya kufuata ya primaire na secondaire kule kwa biko wanasema wazazi watakuwa na tusha siri 100%, donc tuseme 40% itakuwa nenda kwa hapo. Maana yake mzazi kama alipa $10 anakuwa alipa na $4 inaenda kwa na $6 kwa masomo. Sasa kungambo ya kwangu mimi kwa kuonesha bwana kama sisi tuko tunatetea Kongo, na kama gouvernement ingana kontrole kokote, na kuonesha Umoja wa Mataifa ulimwenguni pote Kinshasa nako habahusiki kusoma. People Congolais niko Kinshasa, hii ni message for mujikaze misiki, kwa kuonesha ulimwengu nzima kama Kongo nzima yote iko na machungu na biko mususi na biko na huzuni, na bandugu yao iko na mfano Kivu na Sud Kivu na Ituri hawapashi fungula masomo mwezi wa 9. Kanisa hata tukiomba hatuwezi kuomba kwa kuna amani, tunaweza tukaombea hata mnyumba, lakini kwa kuonesha ulimwengu kama bayasikia greve ya makanisa, kama bayasikia greve ya makanisa, wazee wa makanisa, wa pasteri, viongozi wa makanisa, tusifate Eglise Katoliki parce que biko mkope. Eglise Katoliki ishakuwa parti politique parmi des partis politiques ziko mkongo, tuko na achana wazi. Lakini mie kitu mwanipasha viongozi wa makanisa, sisi wote tunamwamini Mungu na tunamuomba Mungu na tuko naombea nchi yetu Mungu, lakini kwa kuonesha ulimwengu nzima masomo kanisa zinasema tunafunga milango, atuendi ombea makanisa, lakini wa mama wa baba tunaikaa kwa manyumba zetu tunaombea Mungu pale na kumpigia makoti. Tunaonesha ulimwengu nzima machungu yetuko nayo, na kila mtu anafanya kifungo ndani ya nyumba yake siku ile ya kufanya ile
ile greve ya maeglize juu ya kifo ya vifo biko napitikana ku este, masakre ziko napitikana ku este. Masomo kanisa kwanza mpaka wakati wanatoka, hata ikiwa Eglise Katoliki nayo hakuna kutuingia, mpaka dunia mzima ishiwe ni shangale ndio kumalizana nao. Kote kwa gouvernement ina controle masomo kanisa juu akuya kwa manifestation wala greve ya makanisa mdunia. Hii ya Kongo ioneshe juu ya kuonesha ulimwengu mzima kama tunateswa na kuonesha na mbingu juu hawakwambia mpaka kuingia mwele nyumba wanajenga ndio kuomba. Unaweza kuikala kwako munyumba unaomba na tutaomba na kubamigwa vitabu matelefoni ziko vitabu kama ni niliga unayombea mwako, lakini kumfungua milango za kanisa. Wa ndugu zangu wa pasteri wa archevêque wa bishop wa nani wa evangelist, tushimame tufanye kwanza greve makanisa na masomo na kila maentreprise zote maoni iko ni maoni manini zote zifungwe kwanza. Tutangala kama ile krize kwanza yetaingia dunia mzima itatetemeka. Maoni zote ziko mu Kongo zote zinatoka ma pays étranger, zinatoka swate ma Amerika, ma France, ma wapi juu zile maoni zote zinakuwa ni za bazungu. Zote kwanza zote greve jusqu'à nouvel ordre, Banyarwanda banenda ndio tena movement inaanza. Kishasa msikusikie kwa hii. Juu kutosha watu inatukuia kizimkuti. Huko nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 23 na mwezi ni wa 8 2026, ni saa 12. Matangazo haya pia unasikiza vizuri kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vile vile unaendelea kutufuatilia ukiwa kwa Australia, Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa. Shiriki Zenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayambade, Done Butoto, Biondo Kilamba, mzee wa state ya Maine, Dafeza Daletesha, Daasha Daali na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papira Jabu kutoka Afrika Kusini, wote wakiwa bado wako wanasikiliza Baraka One TV. Baada taarifa hizo tuingie Kinshasa ambako kweli wa vita ya Kongo raia wasimame. Pia Martin Fayulu wafafanua alichokizungumza. Pia Kinshasa huko M23 wakataa tena chini Uswizi kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Ukweli ambao kwa sasa hupo kati ya M23 na Wanyarwanda wanaolalamikia kuendelea kunyanyaswa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kile ambacho wanatakiwa kuweza kukifuata ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka mambo yote bayana, na hivyo kila Mkongomani anastahili kuweza kushirikiana na DRC ya kwake ili kuweza kuleta ustawi mzuri wa maendeleo ya taifa ndani ya nchi hii. Kuitwa Munyamulenge, Munyarwanda sio tatizo. Tatizo ni unaletea kitu gani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli ambazo Martin Fayulu aliweza kuzizungumza zimekuwa zikitishia watu wengi, lakini zina ukweli ndani yake na uhakika. Kwa hivyo Martin Fayulu ameweza kurudilia kauli yake na kuzungumza maneno yafuatayo: sijakataa kwamba Watusi hawako ndani ya Kongo. Nilisema hakuna kabila linaloitwa Wanyamulenge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni kauli tata mno ambayo mpaka sasa inaendelea kuvuruga vichwa vya wale wanaojiita kuwa Wanyamulenge, ili wali wao sio Wanyamulenge kabisa. La patrie ou la mort. Ndugu yangu, unasema Martin Fayulu kichwa chake hakina sawa? Hapana. Kichwa cha Mtusi mwenye anajiita Munyamulenge ndio kichwa chake hakina sawa. Mtusi yeye hakuwa na faida ya bulongo. Yeye alikuwa anayua kama ngombe ndio kila kitu. Anajikuta ana nafasi kwenda na ama tu. Batatoka na ngombe hapa, mayani kamalizika na mai kakauka, banahama paka banajikuta abaye fasi kanyenye Mungu alibawekeaka. Kote kwenye Mtusi leo iko mgeni.
Ndio maana Afrique du Sud ilifukuza bageni. Ni plan ya Batusi besha jua. Lakini mkongomani hayuwe mambo ya Kongo. Ukafata wakati president wa Burundi sijue huyu wa mbele andaheshimie. Siwe Kurunzinza. Kulikuwa politicien mwa pale nini Tanzania. Mwenye alisema keba Kongo banaonelewa. Banaweka mtusi, banampa jina ya kabila. Me hapa Kongo sie tuko unamuita ule mtusi tunamuita shikata, umela. Hatujui. Yaani wenye kuwa nje, weko unajua kinachoendelea hapa. Kuko image nyingine mshaka iona ya ule Kamerune. Eko anaongea kama tunajua vita ya Kongo, apre Kongo itakuwa ni Kamerun. Na banayo yake hii vita iko hapa, iko 3e guerre mondiale. Batu bengine bambali beko banayua vita ya Kongo iko je. Lakini mkongomani mwenye iko hapa ndani ya Kongo ayui. Hajielewi, awe kama eko aisha pangiwa kitabu hajielewi. Ile maneno Martin Fayulu anasema bitu ya kweli. Ndio kitu tunasemaga kila siku. Ukawa Mungala utasema Lingalo, ukawa Kikongo ukawa Mkongo utasema Kikongo, ukakuwa Mubembe utasema Kibembe, ukakuwa sijue kabila gani utasema nini. Lakini Mwenyamulenge anasema kabila gani? Eske kuko kabila Kenyamulenge Mkongo? Hakuna. Yeye Kongomani lakini anasema Kenyarwanda. Siko Rwande. Sababu Kagame alisema tushawasoma ile nchi yenu tutaiongoza. Kagame alisemaka vile. Kwa kweli mwisha kutusoma, sababu sie tuko batu bapole, bapuuzi. Hata tunasikia tunakuwa sababu hatusikie. Si tunaiwaka kitu paka kinatugusa mumwili. Ndio fasi mlitusoma. Hakuna kitu kenye kingali kinachelewesha leo ba depute kurudia mu mabaze yabo. Kule kwe bali bavote, bakutanishe population, babambie situation ya nchi yetu. Hakuna kenye kiko kinashinda gouvernement ya kwetu kutangaza ke tuko muvita na kuonesha alama kusema ke tuko muvita. Hakuna kitu kenye kinaziwia ba chef kutimie kujua situation yeko nchi yetu. Na kuanza kusimamisha vijana, kuambia vijana uzalendo ukue kila sheferi, kila village, kila tribu. Ifo uzalendo usimame kwa kutetea nchi. Hakuna kenye kuziwia. Sababu maneno ilikuwa kwanza kwa siri, leo iko wazi. Kagame iko na bitu anasema juu ya Sudani nini, juu ya problema ya Babelge, juu ya Babelge walikataka nchi mubaya. Kabila ishasema juu ya sudanization. Msisahau 2013 ilikuwa Desembre, sijue Kabila aliendaka Goma juu ya probleme ya M23, ile safite ilimalizika ya M23 mu 2012. Alisema mujiandae kuko kunakuya vita, na ile vita itakuwa ni ya kukata nchi. Mwenye alimwambia Kabila kama kutakuya vita kukata nchi ni nani? Sawa. Kama alijua vile, arme yenye aliprepare juu ya kulinda nchi yake, njoo hii yenye kukimbia vita. Inaonekana Kabila alikuwa ni Rwande, aishe kala pale mkiti ya nani ya administration ya nchi yetu. Na kitu kingine ni kwamba M23 wakaa tena chini na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuzungumzia masuala ya kuweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hii ni moja kati ya hatua ambazo zinaendelea kufanywa kwa ajili ya kuweza kumaliza vita ambayo kunaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kwa siku hii ya leo. Hii ni Baraka One TV. Bye bye.